Hii imekuwa ni chuki ya dhahiri kabisa kwa baadhi ya wananchi kutokea nchi ya 254 ambayo ni Kenya. Huyu ni rais kutokea Kenya, William Ruto, ambaye kwa sasa yupo kwenye hali na wakati mgumu sana. Hii imeweza kutokea mara baada ya baadhi ya wananchi kuweza kuweka kambi isiyoweza kupungukiwa maneno, yani wakidai na wakitaka mwamba aachie ngazi. Yani wamekuwa wakiprotesti, yani wamekuwa wakipinga kile anachokihitaji na anachokitaka rais huyu kutokea nchi ya Kenya. Yani kiuhalisia imefikia hatua kwamba hata wameshaanza kuweka utabiri wa kifo chake ndani ya mwaka 2025. Wanaamini kabisa kwamba kama hatotaka kuondoka katika madaraka ya nchi ya Kenya, basi wananchi watafanya kila mbinu na watafanya kila wanachokiweza ili mradi waweze kumuondoa kwa nguvu. Na kiuhalisia kwa nchi ya Kenya na baadhi ya wananchi wa Kenya, yani hata kwa wale ambao wamejaribu kufuatilia baadhi ya historia kwa wananchi wa Kenya, kiuhalisia vichwa vyao huwa na vita ni vichwa vya ndimu. Yani wanachokiamini, wanachokitaka, yani kama wakipanga jambo basi ni lazima litokee. Endapo kama rais hatoweza kuachia ngazi, basi huenda yakatokea makubwa na mchafuko ukawa ni mkubwa ndani ya nchi ya Kenya. Hatujajua ni kwa nini kwamba wanashindwa kuwa na uvumilivu, wanashindwa kuwa na subra na kuendelea kumwamini Rais William Ruto, lakini kwao Kenya wanaona kabisa kwamba sio wakati sahihi wa kuendelea kumvumilia mtu ambaye wamekuwa muda wote na asilimia kubwa wamekuwa hawahitaji kuweza kuwa sambamba naye katika maendeleo ya nchi ya Kenya. Yani wanaamini kabisa kwamba inabidi yafanyike maangamizi na anguko kubwa ili mradi aweze kupatikana rais mwingine wa kuifanya Kenya iendelee kuwa imara, Kenya iendelee kuwa katika nyota zile zile na hadhi ambao wamekuwa wakihitaji, kama ilivyowahi kutokea kwa Uhuru Kenyatta na viongozi wengine ambao tayari wameshapita mikononi mwa nchi ya Kenya. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wanachokihitaji kwamba kinachotakiwa kufanyika ni kwa mwamba aachie ngazi, la sivyo basi tutashuhudia mengi na tutashuhudia rest in peace, yani watamuua kwa nguvu, yani iwe vyovyote, hata kwa kumuua, hata kwa kumpiga mawe, basi ni lazima ataachia ngazi, na hata ni kwa kumfuata katika ikulu ya Kenya, basi wanachoamini kwamba watamfuata popote alipo ili mradi wamuangamize na kumuondoa ndani ya taifa la 254, yani Kenya. Sasa ukiwa kama mdau, lakini pia na moja ya mtu ambaye umekuwa sambamba na sisi, nani unaweza ukazungumzia kwa upande gani ama kwa maoni gani ambayo unaweza ukawa nayo kwa baadhi ya wananchi wa Kenya ambao wameshafikia katika hatua kama hii? Cha msingi naweza nikasema kwamba tukutane kwenye comment, na hii ni Hatboy Media, the best choice quality platform.